Kila asubuhi katika nyumba ndogo ya Sarepta, jambo la ajabu lilitokea. Kabla jua kuchomoza, kabla ndege kuanza kuimba, mjane alikuwa akitembea kimya kimya kuelekea pembe ya nyumba yake. Hapo palikuwa na chungu cha unga na chupa ya mafuta. Vidole vyake vilitetemeka kidogo kila alipogusa. Kwa sababu kila siku kabisa, muujiza uliendelea. Alilipoinua chungu cha unga, kilikuwa kizito. Kilikuwepo unga wa kutosha kwa mkate mwingine. Alipoinamisha chupa ya mafuta, mtiririko mwororo, tulivu ulianguka kwenye bakuli. Sio mwingi mno, sio mchache mno, lakini wa kutosha. Wa kutosha kwa maisha, wa kutosha kwa tumaini, wa kutosha kumkumbusha Mungu hakuwasahau. Kila asubuhi, mtoto wa mjane alikuwa akiamka kwa harufu ya mkate unaookwa. Kicheko chake, ambacho zamani kilikuwa dhaifu na kimya, sasa kilijaza nyumba kama mwanga wa jua. Eliya aliomba kila alfajiri, mikono ikielekezwa mbinguni. "Asante Bwana," alinong'ona. "Wewe hushindwa kamwe. Sio wakati wa ukame, sio wakati wa njaa, sio wakati wa hofu." Muujiza ulikuwa rahisi, lakini uliifunika nyumba yote kama blanketi la rehema. Siku baada ya siku, wiki baada ya wiki, unga uliendelea kuwepo. Mafuta hayakuisha. Huku nje, ukame ukiendelea kwa ghadhabu. Lakini ndani ya nyumba yao, riziki haikukoma. Siku moja asubuhi, mjane alimwona jirani akipita. Mama aliyekuwa amembeba mtoto wake, wote wakiwa wanyonge kwa njaa. Mjane alisita. Alitazama chungu, akatizama chupa, kisha akatazama donge dogo lililo tayari kuokwa. Je, lingetosha? Moyo wake ukamnong'oneza taratibu, Mungu amekuwa mwaminifu kila siku. Akatoka nje akiwa amebeba sahani ndogo yenye mkate wa moto. "Huu ni kwa ajili yenu," akasema kwa upole. Macho ya jirani yakafunguka, machozi yakijaa. "Una uhakika? Wewe pia una kidogo sana." Mjane akatabasamu. "Nilikuwa na kidogo, lakini Mungu anakifanya kiwe cha kutosha." Eliya akatazama kutoka mlangoni, moyo wake umejaa furaha. Mjane aliporudi ndani, akachunguza chungu tena na kutoa pumzi ya mshangao. Unga zaidi, mafuta zaidi. Kana kwamba mbingu ilikuwa imetabasamu na kusema, "Huwezi kunipa zaidi kuliko ninavyoweza kukupa." Usiku huo, familia iliketi pamoja, ikila mkate laini wenye joto. Taa ya mafuta ilitoa mwanga wa dhahabu ukicheza ukutani. Mjane alikumbatia mwanawe karibu. Mtoto akategemea ubavu wake, akiwa ameshiba na ametulia. Eliya akaanza kusimulia hadithi za imani ya Ibrahimu, za Musa kuvuka bahari, za Mungu kusikia kilio cha watu wake tena na tena. "Mungu anakutazama," Eliya alisema kwa joto. "Anaona kila chozi, kila hofu, kila chungu kilichotupu.
na yeye hujaza yale ambayo wewe hushindwa kujaza. Mjane akatazama chungu cha unga kilichong'aa taratibu chini ya mwanga wa taa. Macho yake yakajaa machozi. Safari hii siyo ya huzuni, bali shukrani. Wiki zikawa miezi, lakini muujiza haukukoma kamwe. Unga baada ya unga, mkate baada ya mkate, siku baada ya siku, kupitia ukame, kupitia njaa, kupitia hofu na kutokuwa na uhakika, muujiza ule au wa kimya uliendelea kusema, Mungu hutimiza. Mungu anakumbuka. Mungu haishiwi kamwe. Na hivyo, katika nyumba ndogo katikati ya nchi kame, mjane, mwanawe na nabii wasiishi wakiwa wamezungukwa na neema ya kila siku, wakituzwa sio tu kwa mkate, bali kwa tumaini. Mungu anaweza kujaza kinachoonekana kuwa tupu, tena na tena. Usiumwema, mtoto mdogo. Lala ukiwa na amani, ukijua kuwa miujiza ya Mungu haikomi kwa wale wanaomwamini.